Sky TV. Na hujambo mtazamaji popote pale ambapo upo, kutangazia moja kwa moja toka Dodoma nchini Tanzania. Hii ni Sky TV na karibu katika ulimwengu wa habari. Habari kuu siku huu ni pamoja na miradi mbalimbali ya kimkakati katika sekta ya nishati itaweza kufanya kuwa na umeme wa uhakika. Katika habari za kimataifa, Kabila ahukumiwa kifo kwa kosa la usaliti. Na katika michezo, kikosi cha taifa cha tajwa sasa kuivaa Zambia. Ujambo na karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mariango Mugeta. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kwamba serikali itaendeleza miradi mbalimbali ya kimkakati katika sekta ya nishati, lengo likiwa ni kuweza kuifanya Zanzibar kuwa na umeme wa uhakika. Zinazile Msimwa ana undani wa taarifa hii. Ameelezea kuwa hatua hiyo itachochea kasi ya ukuaji wa uchumi, huduma bora za umeme kwa wananchi na upatikanaji wa umeme wa hakika katika maeneo ya uwekezaji. Rais Mwinyi amesema hayo alipozindua mradi wa uboreshaji wa mfumo wa umeme Zanzibar uliofanyika Mtoni, mkoa wa Mjini Magharibi. Kuzinduliwa kwa mradi huu ni ishara ya nia njema ya serikali katika kutekeleza ahadi zake kwa wananchi kupitia ilani ya CCM na mipango yetu mikuu ya maendeleo. Mtakumbuka wakati serikali ya awamu ya 8 inaingia madarakani, mifumo yetu ya umeme ilikuwa inakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo kuzidiwa kwa nyaya za chini ya bahari kutokana na ongezeko la idadi ya watu Zanzibar na shughuli za kiuchumi na kimaendeleo, uchakavu wa miundombinu kusafirisha na kusambazia umeme, pamoja na maeneo mengi ya nchi yetu kuwa na umeme mdogo. Kwa kuwa serikali iliahidi kuimarisha huduma za umeme Zanzibar, tulichukua juhudi za makusudi na kuja na mradi huu ambao kwa kiasi kikubwa umeondoa changamoto ya umeme mdogo. Kwa mara nyingine naipongeza Wizara ya Maji, Nishati na Madini na mkandarasi wa mradi huu ambaye ni kampuni ya Novavis International Limited na shirika la umeme ZECO kwa ushirikiano wa kuhakikisha mradi huu unakamilika kwa ufanisi. Ni dhahiri kuwa kukamilika kwa mradi huu kumepunguza gharama za uendeshaji katika shughuli zetu za kijamii na kiuchumi, hasa kwa wawekezaji wa hoteli ambao walikuwa wakati mwingine wanalazimika kutumia majenereta kwa muda mrefu katika uendeshaji wa hoteli zao. Aidha, kuna wananchi wa kawaida ambao walishindwa kufanya shughuli zao za uzalishaji kutokana na kutofikiwa na umeme wa uhakika. Naomba niwahakikishie wananchi kuwa serikali itaendelea kuchukua hatua za makusudi kuhakikisha wananchi wa Zanzibar wanapata huduma bora za nishati ya umeme wa uhakika. Akizungumza katika hafla hiyo, Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji, Nishati na Madini Joseph Kirangi amesema mradi huo uliogharimu dola za Marekani milioni 8.4 ambao kukamilika kwake umewezesha Zanzibar sasa kupokea umeme kutoka Tanzania bara kwa kiwango cha 132 kV kutoka 114 kV uliokuwa ukipokea awali. Uwekezaji Zanzibar unaongezeka siku hadi siku. Hatuwezi kubakia na umeme tuliokuwa nao wakati wawekezaji wanakuja. Miongozo yako ndiyo yanayotusukuma tuendelee mbele zaidi. Najua tuna mradi wa World Bank ambao sasa hivi tumefikia hatua nzuri sana.
Akitoa taarifa ya kitaalamu, meneja mkuu wa shirika la umeme ZECO, ndugu Haji amesema mradi huo ni miongoni mwa miradi kimkakati ya shirika hilo inayoongoza thamani ya huduma ya umeme na kuchochea kasi ya ukuaji wa uchumi. Pia utapunguza upotevu wa umeme na kumaliza tatizo la umeme katika maeneo ya uwekezaji. Mradi huu kama ilivyo miradi mingine ya kimkakati katika shirika la umeme umeleta tija kubwa sana, ikiwa ni pamoja na kuongeza thamani ya upatikanaji wa huduma ya umeme, lakini pia kutoa mchango mkubwa katika kujenga uchumi wa Zanzibar na kuwa sehemu ya chachu ya kutengeneza ajira zisizo za moja kwa moja, kwa kuwa umeme sasa sio anasa. Watu wengi wamejiajiri wakitegemea umeme, hivyo uwepo wa umeme wa hakika ni muhimu sana katika kukuza pato la taifa. Zinazire Mswima, Sky TV. Naam, asante Zinazire Msimwa kwa taarifa hiyo. Na sasa tunaelekea jijini Dar es Salaam ambapo mgombea mwenza wa urais wa Chama cha Mapinduzi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema chama hicho endapo kikichaguliwa kitaweka mfumo rafiki wa kodi ambao utampa heshima mfanyabiashara na kufanya atambulika na serikali kwa kuchangia pato la taifa. Nora Damian ana taarifa hii. Dr. Nchimbi ametoa ahadi hiyo leo Oktoba mosi 2025 wakati wa mkutano wa kampeni uliofanyika katika viwanja vya soko la Machinga ukihusisha jimbo la Ilala. Mfumo wa kodi ambao si shurutishi, mfumo wa kodi ambao unatambua kwamba mteja ni mfalme, mfumo wa kodi ambao unampa heshima raia, unamfanya mfanyabiashara atambulike na serikali kama mtu anayechangia pato la taifa, sio adui wa TRA. Tunataka tufike mahali ambapo mtu wa TRA akipita, mfanyabiashara anaona rafiki anapita na sio adui. Tunataka mfumo ambao TRA inashiriki katika mazungumzo na wafanyabiashara, kushauriana kuhusu mambo ya kodi na maendeleo. Na hili ni jambo ambalo rais wetu amelisisitiza tangu alipoingia madarakani kwa mara ya kwanza. Na nyinyi ni mashahidi kwamba TRA ilivyokuwa inafanya kazi miaka 4-5 iliyopita sivyo inavyofanya kazi leo. Uongo kweli? Kodi zimeongezeka katika nchi yetu. Mapato ya kodi yameongezeka kwa sababu ya urafiki, mahusiano mazuri kati ya TRA na walipa kodi. Na hiki ndicho ambacho ilani ya CCM inakisisitiza sasa hivi, kwamba mteja ni mfalme, kwamba tunapata mapato yetu kupitia kwa wafanyabiashara na wazalishaji wengine. Lazima vyombo vya serikali viwape ushirikiano katika kuhakikisha tunafikia malengo hayo. Katika mkutano huo pia Dr. Nchimbi amezungumzia mikopo ya 10% akisema wataweka utaratibu ambao utatenda haki kwa kila mlengwa. Kwa sasa tunaanza utaratibu ambao utatenda haki, utaratibu ambao hakuna atakayependelewa, utaratibu ambao utahakikisha walengwa wanafikiwa. Nimpongeze sana mbunge wetu kwa kazi kubwa ya maendeleo ya miundombinu katika jimbo la Ilala. Lakini pia katika miaka 5 inayokuja tumedhamiria kuimarisha baadhi ya barabara zetu. Tukae na mama, tumsikilize mama, na rais mkimtaka ni rais kumpata. Mama anafikika kwenye mambo ya kitaifa na hasa mambo ya umoja. Rais wetu huyu aliwarudisha wapinzani wale kimbia nchini na kwenda nchi za nje, warudi Tanzania, tuishi pamoja, tushirikiane, tujenge taifa letu. Tulikuwa tuna tatizo katika ofisi za mitaa, ofisi ya kata, na zote tumejenga kwa ajili ya fedha za Dr. Samia Suluhu Hassan. Halmashauri ya jiji ilikuwa inakusanya shilingi bilioni 62-63, lakini kwa mara ya mwisho tumekusanya bilioni 130. Na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imetuletea bilioni 148. Hii ni kuonyesha huyu rais ana mapenzi na halmashauri yetu ya jiji na yuko tayari kwa ajili ya kutusaidia. Ndugu zangu, ni waombe tarehe 29 twendeni tukatiki kwa Dr. Samia. Twendeni tukatiki kwa mbunge wetu Musa Azali Zungu na wabunge wengine wilaya ya Ilala na mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Asante Nora Damian kwa taarifa hiyo. Sasa ulimwengu habari unahamia jijini Dodoma ambapo hapo ni mgombea urais wa chama cha NRA Almas Hassan
amewataka Tanzania kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani, huku akisisitiza kuwa uchaguzi si vita bali ni mchakato wa kikatiba ambao unapaswa kuenziwa kwa hali ya utulivu. Akihutubia wananchi Oktoba mosi jijini Dodoma leo, wakati akinadi sera za chama chake, amesema uchaguzi utapita lakini Tanzania itabaki na amani yake. Hivyo ni wajibu wa kila mmoja kulinda utulivu muda wote. Kauli hiyo inakuja wakati kampeni zikiwa zinaendelea nchi nzima na kuelekea uchaguzi mkuu ambapo vyama mbalimbali vinadai sera zao kwa wananchi. Hii ni taarifa zaidi. Ujasiri wetu ni kwamba hatuongei na watu mpaka wajae ukumbi mzima, tunaongea mpaka na watoto wadogo, tunaongea hata na watu wawili. Kwa sababu tunajua huyo mwenye watu wawili akitoka hapa atapeleka habari zetu, na sisi hatuna mashaka, sio lazima tushinde uchaguzi sisi. Atakayeshinda awe Mtanzania na kura ziwe halali kwenye boksi, tukihesabu tutawapongezeni wa Tanzania. Na ndio maana hata sisi wakati tunapewa fomu na INEC hapa Dodoma, tulisema tuna matumaini na vitu vitatu. Matumaini yetu ni mambo matatu tu. Jambo la kwanza, Mungu. Nani anabisha kama Mungu sio tumaini la watu wote? Tumesema. Jambo la pili tumesema sisi ni wapiga kura. Ina maana hapa wapiga kura nyie ndio bomu, mnatisha kuliko mtu yeyote. Yaani nyie mkiamua yanawezekana. Mna uwezo wa kupindua meza na mnaweza kunyanyua meza nyie. Na jambo la mwisho tunalotegemea sisi, ambalo ni imani kubwa kwetu, ni wale watangazaji wa matokeo ya uchaguzi. Tunajua mambo yako vizuri, hatuna mashaka. Na ndio maana tumewaandaa kisaikolojia wagombea wote Tanzania, wajue tuko 17, mshindi atakuwa nani? Mmoja. Na mshindi huyo katika hao washindi wawili, ambao kama sio mimi atakuwa mwingine ambaye ana D7 kama mimi, na mtaona. Hatuna mashaka, tunajua kwamba lazima tupate kiongozi. Lakini jambo la msingi ambalo nawaambia ni wa Tanzania, tusifanye uchaguzi kama tuko vitani. Msidanganywe kwamba tunakwenda kufanya 1, 2, 3. Uchaguzi ni tendo la kisheria, ni tendo la kikanuni, ni tendo la utashi wa watu, ni haki za watu, ni tendo la kikatiba. Lazima tuhakikishe uchaguzi wetu tunafanya, lakini usichukue uchaguzi wetu tukafananisha na amani yetu. Uchaguzi utapita, lakini amani ya Tanzania inahitajika muda wote. Kwa hiyo vijana, kina mama, kina baba, na waambieni, hakikisheni tunakwenda kwenye uchaguzi, ili uchaguzi ukipita maisha mengine yaendelee. Sio uchaguzi ukipita basi mwingine amebakia mgonjwa, mwingine kavunjika mguu. Huo sio uchaguzi. Hatutaki kufanya makosa hayo Tanzania. Na ndio maana kuna wanasiasa wenzetu tukiongea mtawajua, kwa sababu wanawapitia. Kuna watu wanaanza kuambia wenzao kwamba ukipiga kura linda kura. Mwingine anasema ataibiwa, akiibiwa moto utawaka. Naomba niwaulizeni wa Tanzania, mmeshapiga kura? Kwa nini unaanza kuzungumza kuibiwa kabla bado hujapigiwa kura? Ina maana hujajiandaa. Sisi tumejiandaa kupokea matokeo ya aina yoyote, kwa sababu wapiga kura wa Tanzania ndio wenye mamlaka ya kuamua, na wala sio chama chochote, wala wanachama wako hawana nguvu ya kukuweka wewe madarakani. Lakini wapiga kura wanao nguvu hiyo, na nguvu hiyo unaisoma ibara ya 5, kuna kura pale imetamkwa pale. Hapo ndio tumeanzia kuwapa watu nguvu ambayo imetajwa katika ibara ya 8 kwamba mamlaka ya serikali na nchi ni ya kwao. Naam, ni harakati katika kuelekea kwenye uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu. Mtazamaji, kumbuka unatazama Ulimwengu Habari kutoka hapa Sky TV, na miongoni mwa habari ambazo tunazo usiku huu ni pamoja na baraza la wazee Mbarali kuomba serikali kuhusisha kwenye vikao vya maamuzi. Karibu kama ndio kwanza wajiunga nasi, Ulimwengu Habari ndio huu, Sky TV ndio hii. Mimi ni Maliango Mugeta. Baraza la wazee katika wilaya ya Mbalali mkoa wa Mbeya wameiomba serikali kutunga sheria itakayoruhusu wazee kuwa wajumbe katika vikao vya kutoa maamuzi kuanzia ngazi ya vijiji, kata pamoja na baraza la madiwani, litakalowawezesha kupata mwakilishi watakaoweza kuwasemea matatizo yao na changamoto ambazo zinawakabili wazee. Undani wa taarifa hii tunaungana naye Upendo Kibatile. Katibu wa baraza la wazee wilaya ya Mbarali Mikael Sanga
Amesema hayo katika maadhimisho ya siku ya wazee duniani, ambapo amesema ombi hilo lilishatolewa ufafanuzi lakini bado halijatekelezwa. Changamoto ya pili inayokabili wazee ndani ya halmashauri yako ni kutoshiriki au kuhusishwa kwenye vikao vya kutolea maamuzi ya wazee ndani ya vijiji na ya wilaya ya Mbarali. Hawana mahali pa kutolea au kupata ufumbuzi wa changamoto zinazowakabili. Tunaomba tuwe wajumbe kisheria kwenye vikao vya halmashauri ya vijiji PDC na kamati ya maendeleo ya kata ODC na wajumbe baraza la madiwani kurukasi. Hoja hii ilitatuliwa na wakurugenzi waliopita, lakini waliokasimishwa madaraka na serikali hawalitekelezi agizo hili. Kufuatia ombi hilo, mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Mbarali Raymond Mweli amesema atahakikisha kusimamia maslahi ya wazee kuwa na kipaumbele, huku akitoa maelekezo haya kwa watendaji wa vijiji na kata. Wangu itakuwa ni kuhakikisha kwa nafasi yangu tunaendelea kuzungumza nao, tunaendelea kuhimizana katika kuhakikisha kwamba tunaposimamia utawala wa sheria, uhai na maslahi ya wazee yawe ni kipaumbele. Lakini ninatoa maelekezo kwa watendaji wote wa halmashauri hii, watendaji wa kata na watendaji wa vijiji, kuhakikisha kwamba migogoro yote hususan inayowahusu wazee inatatuliwa kwa wakati, na tusisubiri kwenda mahakamani. Ni tundu na sisi kwa kutambua na kuthamini Chama cha Mapinduzi, tunayo mabaraza ya wazee kuanzia ngazi ya kata na hata wilaya pia tunayo. Kwa hiyo tunapoendelea kuwaona wazee, na tunaombea baraka nyingi sana kwa Mwenyezi Mungu azidi kuwapa afya njema na umri mrefu zaidi. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Na asante Upendo Kibetile kwa taarifa hiyo kutoka jijini Mbeya katika maadhimisho ya siku ya wazee. Ni wakati wa kuweza kuitazama sana namna ambavyo umuhimu wa wazee katika maisha ya kila siku. Lakini sasa tunaelekea jijini Arusha, ambapo huko tunakutana na taarifa inayosema vyama vya ushirika wa akiba na mikopo nchini vimetakiwa kuzingatia misingi pamoja na taratibu, ikiwemo sera na miongozo ambayo inatolewa na serikali, lengo kubwa likiwa ni kuondoa migogoro ambayo inaweza kuathiri ukuaji wa vyama hivyo na kuhakikisha kwamba maendeleo ya jumuiya yanapatikana kwa wakati. Amina Ngahewa huyu hapa. Yameelezwa hayo katika maadhimisho ya siku ya ushirika wa akiba na mikopo Tanzania yaliyofanyika jijini Arusha, yakilenga kutafuta njia madhubuti za kushughulikia changamoto zinayokumba sekta hiyo na kupata miongozo bora itakayowezesha kukuza na kuimarisha sekta kwa maendeleo ya kiuchumi. Msisitizo wetu mkubwa ni kuhakikisha kwamba tunajenga ushirika imara. Tunajenga ushirika imara ambao unafuata misingi, sera na miongozo inayotolewa na serikali, kwa maana ya Tume ya Maendeleo ya Ushirika. Vyote inavyovisema ni kwamba imefanyia tafiti na ikaona usipopita huku ukataka kupita huku, mwisho wa siku utaingia kwenye migogoro. Tunashukuru hata ripoti za kiukaguzi zinaonesha vyama vimekwenda vinabadilika, vyama vinakaguliwa na vinafuata taratibu za kuongoza vyama vya ushirika. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Tume ya Usuluhishi na Uamuzi Tanzania Bara, Usekelege Mpula, amesema ili kufikia uchumi imara na ukuaji endelevu ni muhimu kushughulikia na kumaliza migogoro ya kazi kati ya washirika, na lazima kuwe na sheria madhubuti zitakazosaidia tume hiyo kufanya kazi kwa ufanisi. Majukumu yetu sisi hasa ni kuhakikisha kwamba tunatatua migogoro ya kikazi katika sekta zote, zikiwemo sekta za fedha na vyama vya ushirika ambao ni wadau wakubwa. Kuna migogoro ya kazi ambayo inaathiri uzalishaji na ukuaji wa vyama vya ushirika na inapelekea hasara. Kwa hiyo ili kuwawezesha wakue, uchumi wa vyama wenye faida kubwa sana kwa wanachama wao uweze kukua, ni kuhakikisha sisi tunashughulika na kumaliza migogoro ya kazi inayohusu
wafanyakazi walio kwenye vyama vya ushirika pamoja na waajiri ambao ni vyama vya ushirika vyenyewe. Kwa hiyo uwepo wetu hapa ni kuhakikisha tunatoa elimu ya kutosha ya namna bora ya utatuzi wa migogoro ya kazi ili vyama vya ushirika visiathirike. Kama hakuna uongozi bora wa kimkakati, usitegemee mafanikio katika taasisi hiyo. La pili ni kufanya kazi kwa uwazi. SACCOS hizi zinakusanya fedha nyingi sana za wanachama. Kati ya sumu inayoua taasisi kama hizi ni kutokuweka mambo bayana na wazi. Kwa hiyo kuwe na uwazi, maamuzi yafanywe kwa pamoja. Nao washiriki wa maadhimisho hayo akiwemo Edius Langoga amesema serikali inatakiwa kuendelea kuweka sera na sheria nzuri ambazo zitasaidia taasisi hizo kutimiza malengo yao na kuleta maendeleo katika jamii. Serikali inapoendelea kuandaa mazingira mazuri ya kutuwezesha kwa maana ya sheria nzuri, inaendelea kutujengea uwezo wa kuendelea kuzitumia. Kwa hiyo wito wangu kwa wengine watumishi na SACCOS nyingine nchini kote ambako ziko ni kuhakikisha kwamba wanajiunga na umoja, kuhakikisha kwamba wanatumia fursa ambazo zinapatikana katika umoja mbalimbali, kuhakikisha kwamba wanatumia nafasi zilizopo kujiletea maendeleo. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky. Asante Amina Ngahewa kwa taarifa hiyo toka jijini Arusha. Na sasa wananchi wa jimbo la Vwawa katika wilaya ya Mbozi mkoani Songwe wao wameelezwa kuwa lengo kuu la Chama cha Mapinduzi CCM ni kuhakikisha kwamba kila mwananchi anashughulisha katika kazi zitakazomwezesha kujipatia kipato, huku wakihakikishiwa kuwekewa mazingira bora ya kimaisha ili waweze kujimudu. John Kiango na taarifa ifuatayo. Kauli hiyo imetolewa na mgombea ubunge wa jimbo la Vwawa kupitia Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Yafet Yasunga katika mkutano wa kampeni uliofanyika kata ya Mlangali, ambapo alifafanua kuhusu ilani ya CCM kupitia kauli mbiu ya serikali ya awamu ya 6 inayosema kazi na utu tunasonga mbele. Kazi na utu tunasonga mbele. Maana yake nini? Maana yake kila mtu mwenye uwezo wa kufanya kazi afanye kazi, na maisha mazuri yatatokana na kufanya kazi. Kama uifanyi kazi, huwezi kupata maisha mazuri, na hakuna kiongozi yoyote atakayekuja kuwagawia fedha wananchi wake ili wawe na maisha mazuri. Maisha mazuri yanatokana na kufanya kazi. Kwa hiyo msingi wa ilani yetu ni kwamba kila Mtanzania afanye kazi. Aidha, Mheshimiwa Yasunga alisisitiza kuwa Chama cha Mapinduzi kitaendelea kusimamia amani na mshikamano wa kitaifa, huku akiwataka wananchi kuendelea kushirikiana kwa pamoja kulinda amani hiyo. Katika kipindi hiki tunataka tujenge nchi yenye mshikamano, nchi yenye umoja. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kimetuagiza na kinaeleza kwa wananchi wake kwamba tutalinda amani na mshikamano wa taifa letu. Hatutakubali kuona mtu anavuruga. Tunataka kuwe na amani mahali pote. Sijui wewe Mnyakyusa, sijui wewe Mdali, wewe Mnyiha, sijui wewe Msafwa, wewe Mmarira. Hayo yalishapitwa. Sisi wote ni Watanzania. Tunataka kujenga taifa la wamoja. Na huo ndio msingi ambao tunaeleza. Hilo kadri joto la uchaguzi linavyozidi kupanda kuelekea siku ya kupiga kura Oktoba 29, 2025, wagombea kutoka vyama mbalimbali wanaendelea kuwasilisha sera zao kwa wananchi kwa amani. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Naam, asante John Kiango kwa taarifa hiyo toka mkoani Songwe. Sasa tunaelekea mkoani Geita, ambapo huko taarifa kubwa ni kuhusu baadhi ya wananchi kutoka mamlaka mji mdogo wa Katoro mkoani Geita wameeleza kujipanga kikamilifu katika kuweza kushiriki katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Michael Francis Bundala ana taarifa zaidi. Ni heka ama pirika katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro mkoani Geita. Hapa shughuli mbalimbali zinafanyika na maisha yanasonga mbele kama kawaida. Lakini kama ilivyo katika maeneo mbalimbali nchini, gumzo kuelekea uchaguzi mkuu ujao ni sehemu ya yaliyo katika midomo ya watu wa eneo hili. Cha kwanza, nchi yetu inajulikana kwanza ni amani. Cha kwanza kinachohitajika kuwa na amani. Tarehe 29 tutajitokeza kwenda kupiga kura, kuchagua kiongozi ambaye atakuwa sahihi kutusimamia sisi kama
Viongozi, naomba kwanza, cha kwanza kwa sisi hapa kama kazi ya bajaji, hasa tutengenezee sana barabara. Ukiangalia barabara hii hapa haipitiki sasa hivi. Ukiangalia barabara hii hapa ya kwenda tu California haipitiki, ni mbovu. Umeona, kwa sisi vijana unaendesha bajaji unapata changamoto nyingi sana. Kwa sababu mtu anambeba abiria kwa kwenda Ubungo inabidi umwachie hapo. Endapo ungempeleka kule akikupata 2000 au 1000, anaisha kushia kukupa 500 hapo barabarani. Kwa hiyo viongozi wetu naomba watu wanayoomba, wanaotuahidi wayatekeleze. So wanatuomba, tunawapa, wakishapewa watusahau tena. Endapo na siku zimefika za uchaguzi wanakuja kutubembeleza tena. Hiyo inakuwa sio vizuri. Jana ambao nimeshafikisha umri wa miaka ndani ya 18, nimejipanga vyema kwenda kutiki, maana Oktoba lazima tutiki na niko tayari kutiki. Maoni yangu mimi nipende tu kusema kwamba kwa zile ama kwa yale ambayo viongozi wametuletea, sijui nisemeje, ila niseme tu kwamba kwa vile ambavyo wametuletea waliokuwa nayo wayafanyie kazi, wayatimize. Maana kuna muda wanatuchosha. Wanatuita kwenye kampeni, tunaenda tunasikiliza maoni, tunawapa maoni yetu, lakini baadaye hawayafanyii kazi. Wakishapokea zile ambazo yani kama ni kura zetu wanaondoka mazima. Unaona, kwa hiyo inafikia hatua tunachoka. Ni kweli, lakini kwa upande wetu sisi kama vijana tutakaojitokeza kwenda kupiga kura siku ya tarehe 29 mwezi wa 10, tunataka tuwe na imani na viongozi wetu. Lakini Messi Chengula ni balozi wa amani, anasema kwamba anawaomba Watanzania kushiriki uchaguzi mkuu. Na siku chache kuelekea uchaguzi, yapi maoni yako balozi? Mimi maoni yangu kila siku nimekuwa nikiongea, cha zaidi ya yote, cha kwanza ni kumwamini Mungu. Cha pili, tarehe 29 tukapige kura, kwa sababu cha kwanza ni haki yetu kikatiba. Cha pili, hata maandiko yanasema kura huamua ubishi. Kwa hiyo kupiga kura, mimi nawaomba Watanzania tukapige kura kwa ajili inatulazimu kikatiba, na pia Mungu anasema kura huamua matokeo. Kwa hiyo mimi niwaombe sana Watanzania wakapige kura. Kama balozi wa amani, na mimi nimejiandaa kupiga kura. Oktoba 29 mwaka huu 2025, Tanzania itafanya uchaguzi mkuu wa kuchagua rais, wa bunge na madiwani watakaohudumu kwa muda wa miaka 5. Michael Francis Bundala, Sky TV. Naam, taarifa yake Michael Francis Bundala kutoka mkoani Geita ndio inakamilisha upande wa habari za kitaifa. Mtazamaji, mapumziko yafuatayo ndio tutufanya tuweze kuungana na Sofia Daudi katika habari za biashara na uchumi. Endelea kwa pamoja nasi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya
na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Sofia Daudi. Serikali imeanza ujenzi wa soko la kisasa la wafanyabiashara wadogo litakalosaidia kuongeza kiwango cha usalama wa bidhaa kwa watumiaji na wauzaji kupitia fedha za maendeleo kutoka serikali kuu. Hayo yamesemwa leo na kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa ndugu Ismail Ali Usi wakati akiweka jiwe la msingi kwenye soko litakalokuhudumia kata mbili za Matai na Liyowa zenye vijiji 4 katika halmashauri ya wilaya Kalambo mkoani Rukwa. Ombi langu kwa wajasiriamali na wafanya biashara, tuendelee kuunga mkono jitihada za serikali, na kama kuna wafanya biashara ambao bado hawajenda kujisajili ndani ya halmashauri, kwa kweli wakati na muda ndio huu wa kwenda kufanya hivyo, kwa sababu litakapomalizika soko hili tunahitaji kuwaweka wafanya biashara wengi ili waweze kuuza bidhaa zao katika eneo hili. Tunataka kuondokana na uuzaji wa biashara katika maeneo ya barabara kwa maana ya chini, pamoja na maeneo mengine ambayo yatakuwa sio rasmi. Lakini maeneo haya tunatenga ni kwa sababu ya kuwajali wafanyabiashara wetu. Ni imani yangu kila mjasiriamali, mfanya biashara aliyepo ndani ya wilaya hii kwa kweli ataendelea kuona maono makubwa ambayo serikali inaendelea kuyapatia. Serikali tayari imeshatoa fedha nyingi. Mkurugenzi ameshatuambia pale zaidi ya wananchi 100 na kuendelea wataweza kuja kutoa huduma katika soko letu hili. Na sasa tuangazie viwango vya fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2429 na senti 2 na kuuzwa kwa shilingi 2453 na senti 5. Pauni ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3265 na senti 8 na kuuzwa kwa shilingi 3298 na senti 5. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2851 na senti 9 na kuuzwa kwa shilingi 2880 na senti 4. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 140 na senti 5 na kuuzwa kwa shilingi 141 na senti 9. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 18 na senti 7 na kuuzwa kwa shilingi 18 na senti 9. Na shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 0 na senti 6 na kuuzwa kwa shilingi 0 na senti 7. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Sofia Daudi. Biashara na uchumi. Asante Sofia Daudi kwa kutupitisha katika biashara na uchumi kwenye ulimwengu wa habari. Mapumziko yafuatayo
ndio ambayo ataweza kutukutanisha naye Pius Jayunga katika habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni kuhusu aliyekuwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ahukumiwa kifo kutokana na kosa la usaliti. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa, naitwa Pius Jayunga. Mahakama ya kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemhukumu kifo aliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila baada ya kumtia hatiani kwa makosa kadhaa makubwa yakiwamo uhaini, uasi na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Hukumu hiyo imetolewa jana Jumanne na Luteni Jenerali Joseph Mutombo Katalai mjini Kinshasa bila ya yeye mwenyewe kuwepo. Kabila alipatikana na hatia ya kushirikiana na kundi la waasi la M23 linaloipinga serikali na ambalo limeteka maeneo mengi ya mashariki mwa Kongo yenye utajiri mkubwa wa rasilimali wakisaidiwa na Rwanda. Aliondoka nchini humo mwaka 2023 na kuonekana tena mwezi Mei mwaka huu katika mji wa Goma unaokaliwa na waasi hao, hatua iliyoibua wasiwasi mjini Kinshasa. Wafuatiliaji wa mambo wanasema hukumu hiyo inalenga tu kuzuia azma yake ya kuunganisha upinzani licha ya kwamba hajulikani aliko kwa sasa. Kwingineko, waasi wa Houthi nchini Yemen hii leo wamedai kuhusika na mashambulizi ya meli ya mizigo ya Uholanzi wiki hii katika njia inayotumiwa na idadi kubwa ya meli kwenye Ghuba ya Aden. Meli hiyo ya mizigo MV Maini Vagrachi ilishambuliwa na kombora siku ya Jumatatu lililowajeruhi watu wawili na kusababisha moto, hii ikiwa ni kulingana na miliki wa meli hiyo. Waasi hao wamesema kwenye taarifa iliyotangazwa na shirika lake la habari la Saba kwamba waliilenga meli hiyo kwa sababu kampuni inayomiliki ilikiuka uamuzi wa kupiga marufuku kuingia katika bandari za Palestina inayokaliwa kwa mabavu. Waasi hao wanaoungwa mkono na Irani wanafanya mashambulizi ya meli za kibiashara kama ishara ya kuwaunga mkono wa Palestina katikati ya vita vya Israeli na Hamas huko Gaza. Na hatimaye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa jana Jumanne limepiga kura kuidhinisha kikosi kikubwa zaidi cha kimataifa cha kusaidia kukabiliana na ghasia za magenge zinazozidi kuongezeka nchini Haiti. Azimio lililopitishwa, lililoratibiwa na Marekani na Panama, litabadilisha ujumbe wa sasa wa msaada wa usalama wa kimataifa MSS unaoongozwa na Kenya nchini Haiti na kuwa kikosi cha kudhoofisha magenge GSF. Hata hivyo, Urusi, China na Pakistani walijizuia kupiga kura. Kwa sasa kuna maafisa 1000 wa polisi, wengi wao kutoka Kenya, waliopelekwa kusaidia jeshi la polisi la Haiti lililoelemewa. Kiongozi wa baraza la mpito la rais nchini Haiti, Laurent Saint-Cyr, amekaribisha azimio hilo ambapo kutapelekwa wanajeshi na polisi wasiozidi 5500. Mwisho wa habari za kimataifa, mimi ni Pius Jayunga. Habari za kimataifa.
Naam, asante Pius Jayunga kwa kutupeleka kimataifa, na sasa tunaenda kuungana naye Lai Saidi katika michezo na burudani, na hii ni mara baada ya mapumziko yafuatayo. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Hujambo na karibu mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Tuelekee viwanjani kwenda kufahamu taarifa za kimichezo pamoja na burudani. Ungana nami mwanamichezo wako Lai Saidi. Na tukianzia hapa nyumbani ambapo kocha mkuu wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, Hemedi Suleiman Moroko, leo ametaja kikosi cha wachezaji ambao wataingia kambini tayari kwa mchezo wa mwisho wa kufuzu fainali za Kombe la Dunia kwa mwaka 2026 dhidi ya Zambia, mchezo ambao utachezwa Oktoba 8 katika dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar. Moroko amewaacha baadhi ya wachezaji ambao walizoeleka kwenye kikosi chake kama Simon Msuva, Mbwana Samata, Shomari Kapombe, Aishi Manula pamoja na Mohamed Hussein. Taifa Stars ipo nafasi ya pili kwenye msimamo wa kundi E ikiwa na alama 10 ikizidiwa alama 11
na Morocco ambao wameshakata tiketi ya kushiriki michuano hiyo. Taifa Stars inapigania nafasi ya kushiriki michuano hiyo kwa tiketi ya mechi za mtoano ambazo zitahusisha timu za nafasi ya pili kwenye kila kundi zitakazokusanya alama nyingi zaidi. Kwingineko ni kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea usiku huu ambapo Azam FC kwa hivi sasa wapo dimbani dhidi ya kikosi cha JKT ambapo mchezo huo unapigwa katika dimba la Meja Jenerali Samuyo Mbweni jijini Dar es Salaam. Mpaka sasa Azam FC wanaongoza kwa bao 1-0, bao likifungwa na Faisal Salum Fei Toto. Lakini pia kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba muda mchache kutokea hivi sasa kitashuka dimbani kucheza mchezo wake wa pili wa ligi kuu soka Tanzania bara ambapo Simba watakipiga dhidi ya wauaji wa Kusini Namungo. Juma Mgunda ataiongoza Namungo FC ikiwa ugenini dhidi ya Simba katika mchezo ambao unapigwa dimba la Benjamin Mkapa, huku Simba ikisaka ushindi wa pili mfululizo kwenye ligi kufuatia ushindi wa 3-0 dhidi ya Fountain Gate FC. Wakati Namungo pia wakisaka ushindi wa pili mfululizo baada ya kuilaza Tanzania Prison bao 1-0. Kwingineko ni kuhusiana na baada ya kupata ushindi dhidi ya kikosi cha Mashujaa siku ya jana, kikosi cha Singida Black Stars kitaelekea mapumziko ya siku 3. Hii ni kwa ajili ya kujiandaa na michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika ambapo Singida imepangwa na Frambeo du Centro ya Burundi. Na hapa afisa habari wa klabu hiyo Hussein Masanza amesema kuwa watahakikisha wanapambana ili kuweza kupata matokeo katika mchezo huo, huku akigusia kikosi kitaondoka lini jijini Dar es Salaam. Katika timu ambazo zinawakilisha Tanzania kwenye michuano ya kimataifa msimu huu ni Singida Black Stars peke yake ambayo imepangiwa mpinzani mgumu. Yaani sisi tumeanza na Rayon Sports wagumu kweli kweli, na mmeona walikuwa wanatungangania pale Azam Complex, lakini tumepangiwa na hii Flambeau du Centre ya kule Burundi. Wamemtoa Libya. Ni mechi ngumu. Tunatarajia itakuwa mechi ngumu sana kwa sababu Burundi ni timu za Burundi huwa zinacheza sana mpira. Lakini tutaenda kuruka nao. Kwa sababu tuna bendera ya taifa, tunaibeba, tunawakilisha watu wengi sana ambao wanatuamini. Watu wanamwamini Miguel Gamondi, wanaamini wachezaji wetu. Kwa lazima tuende tukapambane kutafuta matokeo. Lakini ratiba iliyoko mbele yetu, tumeshamaliza mwezi Septemba, tumeingia Oktoba. Hatutaki kuwepo Dar es Salaam. Kwa hiyo hapa tunachofanyika sasa hivi, mwalimu ametoa mapumziko mafupi ya wachezaji kwa siku 3, kisha Jumamosi timu itaondoka kutoka jijini Dar es Salaam kurudi nyumbani Singida. Kifika Singida, kwa mujibu wa program ya mwalimu tutapata mechi kadhaa za kirafiki kabla hatujarudi tena Dar es Salaam kwa ajili ya safari ya kuelekea Burundi. So ratiba ndio iko hivyo kwa sasa. Lakini hapa katikati nimeruka haraka. Tunaenda Singida, sio tu tunaenda kucheza mechi za kirafiki na kurudi nyumbani. Tunaenda kufanya pati la ubingwa. Wanaenda kufanya pati la ubingwa Singida Black Stars hao. Tuelekee kimataifa ambapo mshambuliaji wa kikosi cha Galacticos Rossi Blancos Real Madrid Federico Valverde ametoa tamko kufuatia uvumi ambao ulikuwa unaibuka kuhusu mustakabali wake ndani ya klabu hiyo. Valverde amesema kuwa hajawahi kukataa kucheza mechi yoyote na mara zote amecheza kwa kujitolea hata akiwa majeruhi. Aidha ameeleza kuwa ana uhusiano mzuri na kocha, yupo tayari kucheza nafasi yoyote atakayohitajika. Ametoa wito kwa mashabiki kumuelewa, akisisitiza kuwa ataendelea kupigania jezi ya Real Madrid kwa moyo na roho yake hadi mwisho. Tukielekea katika mpira wa kikapu nchini Marekani katika ligi ya wanawake maarufu WNBA ambapo timu ya Las Vegas Aces inayoshiriki ligi ya mpira wa kikapu upande wa wanawake nchini Marekani wamefanikiwa kutinga fainali mara baada ya kupata ushindi wa michezo 3 kwenye mitoano dhidi ya Indiana Fever ambaye ameshinda michezo 2 pekee. Mchezo huo ambao umepigwa usiku wa kuamkia leo, Las Vegas wameshinda kwa vikapu 107 kwa 98 na kupata nafasi ya kucheza fainali ya ligi hiyo na Phoenix Mercury Oktoba 3 mwaka huu. Na ikumbukwe msimu huu fainali itapigwa michezo 7 kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwa WNBA. Tamati ya habari za michezo ni kurejeshe kwake Mariango Mugeta. aweze kutamatisha ulimwengu wa habari usiku huu.
Habari za michezo na burudani. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Naam, Lai Saidi ameondoka hivyo katika michezo na burudani, mtazamaji wa Sky TV. Sasa ni wakati wa kuweza kupata utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Na kwa kwanza tuangalie hali ya hewa kwa usiku wa leo, ambapo tunatarajia maeneo mengi kuendelea kuwa na hali ya ukavu isipokuwa katika maeneo machache ya mkoa wa Lindi, Mtwara, Njombe pamoja na Ruvuma, ambapo kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mifumo upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, hususan katika maeneo ya pwani yetu ya kusini, na kwa maeneo ya pwani ya kaskazini pamoja na ziwa Nyasa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Kwa maeneo ya ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Na mamlaka ya hewa inatoa angalizo la vipindi fupi vya upepo mkali unafikia kilomita 40 kwa saa katika maeneo ya pwani yetu ya kusini, hususan katika mikoa ya Lindi na Mtwara. Hivyo ni vema kwa wananchi na tumeji wa bahari kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Na kwa kesho, maeneo machache ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza pamoja na Mara yatajua kwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi pamoja na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya mkoa wa Dar es Salaam, Pwani pamoja na Lindi kunatarajiwa kwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba yatajua kwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hali kama hiyo pia inatarajiwa katika maeneo ya mkoa wa Morogoro, hususan kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Njombe, Ruvuma pamoja na Mtwara. Kwa maeneo mengine nchi yaliyosalia yatajua kwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Ilhali katika mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Mbeya pia tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpaka kufikia hapo kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Naam, tunatia utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA, ndio inatukamilishia taarifa yetu katika ulimwengu wa habari. Lakini tukukumbushe tu miongoni mwa habari ambazo tulikuwa nazo katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV ni pamoja na kuendelezwa kwa miradi mbalimbali ya kimkakati katika sekta ya nishati kutofanya kuwa na umeme wa uhakika. Katika habari za kimataifa, alikuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ahukumiwa kifo kwa kosa la usaliti.
Na katika michezo, kikosi cha taifa cha tajwa sasa kuivaa Zambia. Na mtazamaji, tufuatilie pia katika mitandao yetu ya kijamii YouTube, Instagram na Facebook, andika Sky International TV. Kwa niaba ya wote waliohusika katika maandalizi ya ulimwengu wa habari, mimi naitwa Maliango Mgeta, nikutakie utazamaji mwema.